naitwa Joseph Paul, mwenyekiti wa UVCCM tawi la Dovya B au mwenyekiti wa UVCCM Chamazi Dovya. Ni tawi ambalo lina vijana wengi kuliko nadhani kokote Tanzania, kwa sababu linakadiriwa kuwa na vijana zaidi ya 9,000 ili tawi. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kupata nafasi ya kuongoza tawi lenye vijana wengi kuliko tawi lolote Tanzania. Sawa. Wakati leo nimepata nafasi ya kufanya mkutano wa vijana kwenye eneo hili la Dovya. Vijana walikuwepo na baadhi ya wakilishi pia kutoka kwenye upande wa chama walikuwepo. Hasa lengo lilikuwa nini kwa kama mwenyekiti, agenda ya mkutano huu na kila mtu mlikuwa mnakiwaza mmefanikiwa? Mimi nadhani tumefanikiwa zaidi ya 90%, kwa sababu lengo kubwa ilikuwa ni mkutano mkuu wa jumuiya ya vijana ya tawi, lakini tukiwa tunatamani kutengeneza agenda mbalimbali au kufanikisha mambo mengi. Moja ni kuunganisha vijana wote tukawa kitu kimoja, lakini pia ni kutoa malengo yetu kwenye tawi, sawa, ili tujue tunaendaje. Kumbuka mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunatamani vijana wote tumsupport Mama Samia kwa lugha moja, yani tuwe na nguvu kama tulivyo wengi, si ndio? Yani watu wote wajue kwamba sisi vijana tunaenda kumchagua Mama Samia. Yani akionekana mtu ambaye analeta upinzani kwetu, I say safari hii anabidi kwenye hoja atusamee sana. Sisi tunaenda na Mama Samia moja kwa moja. Lakini jambo lingine ni kwamba tutaka tuambie watu kwamba tutatamani pia tunafanya michezo mara kwa mara kwenye tawi letu. Unajua michezo inaunganisha vijana. Na michezo tuseme mpira, tutaanza na ligi ya mpira, lakini tutaka tufanye michezo aina yote. Red pia kwa wanawake, lakini pia na wanawake wanacheza mpira wa miguu na wenyewe wapate nafasi ya kupata ligi yao. Lakini pia kuna watu wanacheza drafti, wanacheza karata, wanacheza putebo. Watu wote hao inabidi tuwaunganishe wawe kitu hiki, wawe kitu kimoja. Lakini pia lazima wa vijana tuwajengee ujasiri wa kujua na wao wanafaa kuwa viongozi. Baadaye tupate hata kama sasa hivi tunao viongozi vijana, kuna wajumbe mbalimbali wamepata nafasi. Lakini pia wajue vijana wanaweza kugombea nafasi mbalimbali. Umeelewa? Lakini pia tunataka tuwarudishe vijana wajue historia ya nchi hii, kwamba hii nchi ilikombolewa na vijana. Nyerere alikuwa ni kijana. Kwa hiyo watembee kifua mbele kwamba wao wanaweza wakapanga jambo na likafanyika. Ni kikubwa tu ni kwamba tujifunze kuwa na hekima na heshima, kutovuka mipaka, sawa, lakini tuwe ni kitu kimoja na tutengeneze nguvu ambayo haijawahi kutokea. Ninaamini tunaweza tukawa ni tawi namba 1 tukishikamana kuliko matawi mengine yote. Mzungumza kuhusu vipaji kwenye eneo lenu hili. Kuna idadi kubwa ya vipaji. Mzungumza kuhusu mchezo wa mpira wa miguu, muziki pia, kucheza na vitu vingine. Kama mwenyekiti wa vijana, una mpango gani wa kuinua vipaji vya hawa vijana na kuhakikisha inakuwa ni sehemu ya ajira? Namba 1 tuna mpango wa kuanzisha academy ya michezo sisi kama vijana wa tawi. Yani tutafute mwalimu hawe anafundisha watu, sawa? Lakini pia namba 2 tuna mpango wa kutafuta mitaji, manake mikopo. Tuje tutoe elimu ya namna ya kupata mikopo na tuiombe serikali sikivu imwage mikopo kwenye tawi letu, sawa? Hawa vijana ambao wengine ni waigizaji, wengine ni wachezaji, wengine ni madansa kama ulivyoona, sawa? Ili kusudi wapate mikopo na waweze kuendesha shughuli zao, kwa sababu mambo yote yanahitaji uwe na pesa. Kwa mimi nitakachokifanya ni kuwafuata wabunge, maafisa maendeleo wa halmashauri, sawa, mpaka taifa. Mimi nitaenda tuhakikishe tunapata mikopo ya kutosha kwenye tawi letu, lakini tuunde vikundi na watu wapate elimu namna ya kupata mikopo, na najua hili linawezekana. Sasa hiyo nitakuwa nimesaidia watu kupata nini? Kupata ajira. Lakini pia tutawafundisha vijana namna ya kujitegemea na kutobweteka, wafanye kazi za mikono yao, yani wasisubiri kutafutiwa, yani wajiajiri, tutengeneze mazingira mbalimbali. Kuna kama sasa hivi naangalia kwenye mtaa wetu wameanzisha
wameanzisha masoko mbalimbali, sawa, ambayo sasa kama vijana wakipata fursa kwenye masoko wanaweza wakajiajiri na wakatengeneza maisha yao yakawa mazuri. Ndio. Asante sana. Asante sana. Uweza kuwakaribisha Watanzania wote kwa sababu hili jambo bwana la finali lisiwe la Simba na Yanga. Kila mtu yote aende finali, sisi vijana na sisi nadhani kwenye tawi letu tutafuta makosta tupeleke vile, lakini nadhani sio wacheza Zanzibar. Tutafuta namna ya kwenda, tutaenda watu wavuke. Lakini pia mimi niongee jambo lingine la msingi, sawa? Kwa kipindi hiki inabidi tushikamane kama wana CCM, yaani tuhakikishe kila jimbo tunapata mbunge wa CCM, kila jimbo liloko Tanzania. Mimi naamini mambo yote, unajua kwa nini? Kwa sababu Tanzania hii CCM ilivyotengenezwa, kila ukienda sehemu kokote kuna matawi, kuna mabalozi, kuna wajumbe, sio? Lakini kwa maana yake kwa namna ambavyo tumeorganize tunaweza tukapata wabunge nchi nzima. Ukiangalia vyama vya upinzani havina hata ofisi za tawi, lakini CCM kila sehemu ina ofisi. Kwa hiyo sasa watatushindaje? Kwa mfano mimi naamini nchi nzima hii kama ambao tuna kiongozi wetu Mama Samia, tunaweza tukashinda wabunge wote nchi nzima, na naamini hata madiwani tunaweza tukashinda 95% nchi nzima. Kwa mimi na uhakika mimi nadhani wapinzani wakae watulie, watuachie tu, wala lolote safari hii. Yaani tuache tutame kwa sababu chama hawana. Yaani wangekuwa na chama ndio wangekuwa wanakuwa na kifua, lakini chama hawana. Sasa hivi ukienda kokote ukimwita mtu wa CCM tu unawapata. Wao wenyewe mpaka waanze kwa kusema si wapi meneno, lakini kwa hiyo mimi nadhani mwaka huu tafadhali CCM wache tutambe na mama yetu. Kazi za mama tumeziona alizozifanya, barabara amefanya, kama ni shule zinaendelea kujengwa, kama ni mikopo imetolewa. Angalia sasa hivi makatibu wote wa kata wana pikipiki. Mbona lakini hao wapinzani hawaogopi? Kwa lazima hao wapinzani wenyewe wanatakiwa wafanye nini? Yaani waogope, kwa sababu anayoyafanya mama ni makubwa, usime watu wataki kuelewa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kutembea kifua mbele, lakini pia mimi kama mwenyekiti wa vijana, manake ninawaambia vijana wote wa Tanzania tuwasaidia wazee wetu pia washinde kwa kishindo kila eneo wanaogombea. Asante sana.